بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا عرفت ذلك، ukiwa ni mwenye kulifahamu hilo. Lipi? Yale mambo mawili ya juu aliyozungumza, kadhalika juu ya kwamba hawa watu wa bid'a katika yale wanayoitia wana elimu nayo, wana ufahamu wa mambo, wana hoja. Idha arafta dhalik, kilifahamu hilo kwamba adui yako ana silaha hii, wa arafta anna at-tariqa ila Allah, na ukafahamu kwamba njia kuelekea kwa Allah la budda lahu min a'da'in qa'idin alayhi, hapana budi kwa njia hiyo kuwa na maadui ambao wameikalia njia hiyo. Ahli fasahatin, watu wenye fasaha, wenye balagha ya hali ya juu. Idha takallama yusma, akizungumza husikilizwa. Wa ilmi, na elimu. Wa hujaji, na hoja. Watu wa bid'a wapo wenye fasaha. Falwajibu alayk, wajibu ulio juu yako ewe mtu wa sunna, an tata'allama min dinillah, jifunze dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, chukua njia soma. Ma yasiru silahan laka, ilmu ambayo itakuwa ni silaha yako. Tuqatilu bihi, utapigana kwa silaha hiyo. Haulai shayatin, na hawa mashaitani, watu wa bid'a. Alladhina qala imamuhum wa muqaddamuhum lirabbik, ambao watu hao alisema kiongozi wao na yule mtangulizi wao aliyewatangulia wao kumwambia Mola wako, la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Wallahi, lam ni jawabu alqasam almahdhuf. Wallahi, nitakaa kwao wao, nitawakalia wao katika njia yako iliyonyooka. Thumma laatiyannahum, kisha nitawaendea wao. Min baini aydihim, mbeleni mwao. Wa min khalfihim, nyuma. Wa an aymanihim, kuliani. Wa an shamailihim, na kushotoni mwao. Wala tajidu aktharahum shakirin, hautawapata wengi wao wakiwa ni wenye kukushukuru. Huyo ndio kiongozi wao aliyesema kumwambia Mola wako, kwa maana kwamba kunahitajika ilmu kubwa sana kuweza kuwafahamu hawa watu. Na ukiwafahamu hawa watu ambao wallahi alazim nakwambia wala huogopi kokote kwa mazungumzo, na unaingia kokote na unasema chochote wala huogopi, sababu akija na msingi na kuna na msingi, kija na aya na kuna na aya, kisha anamrejesha aya aliyotoa sahihi, kija na hadithi anamrejesha hadithi. Simefahamu. Walakin idha aqbalta ala Allah, lakin utakapoelekea kwa Allah, wa asghaita ila hujajihi wa bayinati, na ukategesha sikio kwenye hoja za mtu wa batil na ubainifu wake anaotoa, fala takhaf wala tahzan, usiogope. Mwambie zungumza, kimaliza nipe nafasi na mimi. Na ndio maana katika msingi wao watu wa batil, usimpe nafasi mtu wa sunna. Huo msingi wao. Kitu wanasema kwamba mtu wa sunna usimpe nafasi. Ukimpa nafasi atavuruga msikiti wao. Inna kaida ash-shaytani kana dha'ifa, hakika kitimbi cha shetani ni dhaifu. Wal 'ammi min al-muwahhidin, yule ammi si mtu ambaye amerakiz katika ilmu. Huyu min al-muwahhidin, aliyebakia katika fitra yake ya kumpekesha Allah. Yaghlibu alfan min ulamai haula al-mushrikin, anawashinda maelfu ya hawa washirikina. Anawashinda vipi? Ndo atatufundisha humu
yani wewe ukizungumza mtu wa batili mwenye elimu jambo ambalo huna elimu nalo humo katufundisha jawabu la kujibu kwa jawabu hilo hata waje 1000 wewe ushuhudiki sikwambie ukiwa na elimu sasa unagaragaza mapema tu wala huna shida yoyote tena nakwambia msiogope nyesi watu wa sunna nyesi na haki msiogope kokote pale na kitokezea mtu akaleta fujo na vurugu wala usiogope hapa msikitini sisi tunazungumza wale wenye msikitini hatuwajui sawa lakini hatuogopi na akija kitokea mtu akataka kuleta tafrani alhamdulillah tuna viti vya kutosha tuambia njoo hapa tutampana maiki hapa azungumze na kutaka tuzungumze naye pamoja vizuri kiwa rafiki kabisa wala usiogope mimi nakupeni mfano mmoja kuna msikiti fulani nilikwenda kuswali msikiti jirani na eneo kuna bwana akatoa hutuba moja imejaa visa dhaifu na vya uongo sana msiwaache yule aliposhuka juu ya mimbar mimi nikamuita baada ya kumaliza swala nikamuita nje ya msikiti ndugu yangu umetoa kisa kina mafunzo makubwa sana naomba masdar ya kile kisa nikarejea na mimi nipate faida kama kuna kitabu fulani hivi nimekisoma chaitwaje hicho kitabu kimetoka Afrika Kusini mimi soma Afrika Kusini mstemweza aliposoma alipoona zonga nikamwambia kisa ni dhaifu hicho kisa ni dhaifu usikitumie ikawa ndio mwisho kupata hutuba ile usikitumie pale sio unachona msikitini pale msiwaache msogo wanatisha majono na hivi kuenenda vile vile kusoma kwa nini qala Allah ta'ala wa inna jundana lahumul ghalibun hakika jeshi letu ni washindi sisi ni jeshi la Allah ahlus sunnati wal jamaa wa nini fajundullahi humul ghalibun bil hujjati wal lisan jeshi la Allah ni lenye kushinda kwa hoja na ndimi zao kama annahumul ghalibun bisayfi was sinan kama walivyokuwa ni washindi kwa panga na mishale na mikuki wa innamal khawfu 'ala al-muwahhid lakini hofu matunayo sisi kwa mtu anayempokesha Allah alladhi yasluku at-tariqa wa laysa ma'ahu silah anapita hii njia ambayo hana silaha sisi tunakuwa tunaogopa lakini akibakia katika fitra atapambana lakini muda mwingine atazongwa atakuletea hoja hii huenda ukaingia katika shimo ukiwa na ilmu na ukipita njia hii wala usiogope waqad manna Allah ta'ala alaina bikitabihi na Allah azza wa jalla ametuneemesha sisi kwa kitabu chake alladhi ja'alahu ambacho akijalia Allah kitabu hichi tibyanan ni ubainifu likulli shay'in kwa kila kitu wa huda na ni uongofu wa rahmatan na ni rahma wa bushra lilmuslimin yani bishara kwa waislamu waogopa nini wewe na Qur'ani Karim kuna aya kama hizi zinasomwa zihifadhi hizi katika aya zihifadhi usiziache fala yati sahibu batilin bihujjatin ile wanaofahamu ndugu yangu hatakuja mtu wa batil kwa hoja yoyote illa fil Qur'ani ma yanqudha isipokuwa Qur'ani kuna hoja itakayoikengeusha na kuivunja wayubayyin butlanaha na kuna hoja itakayobainisha ubatili wa hoja yake kama qala ta'ala wala ya'tunaka bimathalin na wala hawatakujia na mfano wa jambo lolote illa ji'naka bilhaq isipokuwa sisi tulikuletea haki wa ahsana tafsira na kilichokuwa kizuri ubainifu wake qala ba'd almufassirin wanasema baadhi ya wafasiri hadhihi alaya aya hii amma inenea fi kulli hujjatin juu ya kila hoja yati biha ahlul batili atakayokuja nayo hoja huyo mtu wa batili ila yaumil qiyama mpaka kiyama si muda mwingine yastadilluna biayati alquran wanatoa hoja kwa aya za Qur'ani wa hadithu nabii sallallahu alaihi wasallam hiyo aya iliyotoa ni hujjatun alayhi la hujjatan la ni hoja dhidi yake sio hoja kwa upande wake anasema Sheikh Allah amrihin wa ana adhkuru laka ashiyaa na nini hapa na kutajia vitu
mimma dhakara Allah fi kitabihi, ambavyo amevitaja Allah kwenye kitabu chake. Jawaban, hali yakuwa ni jawabu, likalami, kwa maneno, ihtajja bihi almushrikun, waliotolea hoja washirikina, fi zamanina alaina, katika zama zetu juu yetu. Walitoa hoja, sisi tukatoa hoja dhidi yao. Hiwaru anakusudia kuzungumza hapa na munakasha katika kashfu shubhat, kwenye kitabu ambacho talibul ilm atakana kifahamu ni hichi, sababu hichi kina munakasha baina ya watu wa batil na watu wa sunna. Fanaqulu, tunasema jawabu ahlu albatil min tariqain, tunasema hivi, jawabu la mtu wa batili ni katika njia mbili. Sasa wewe utachagua njia yako, sawa? Mujmal wa mufassal. Kuna jawabu mujmal la ujumla, huyu ni yule ambaye bado hajarakiz katika ilmu, na mufassal jawabu la upambanuzi, huyu aliyerakiz katika ilmu, ambao nyinyi mnaweza mufassal, wala msijitie katika mujmal. Mufassal mnayeweza. Amma al-mujmal fahuwa al-amru al-azim, ni jambo tukufu, wal faidatu al-kabira, ni faida kubwa, liman aqalaha, kama ni kuzingatia. Wadhālika qawluhu ta'ala, nayo ni kauli yake Ta'ala alipotuambia Allah, huwa alladhi, yeye Allah ndiye ambaye, anzala alayka al-kitab, ameteremsha kwako Muhammad kitab, minhu, katika hicho kitabu, yani Qur'an al-Karim, ayatun muhkamatun, kuna aya zilizowazi, muhkamat, zilizowazi, zinazofahamika moja kwa moja. Hunna ummul kitab, hizo ndio nyingi kwenye Qur'an al-Karim, zimekuja muhkamat, ndio mama kitabu. Tanipajabu baada ya darasa. Wa ukharu mutashabihat, na nyingine zipo aya mutashabihat, ile maana imefichikana, haiko wazi ile aya. Fa amma alladhina fi qulubihim zayghun, amma wale ambao ndani ya nyoyo zao kuna uovu, fayattabi'una, watazifuatiliza, ma tashabaha min, zile ambazo zimefichikana muradi wake, ibtighaa alfitna, lengo la kutafuta fitna, wa ibtighaa ta'wilihi, na lengo la kufanya ta'wil batil. Wama ya'lamu ta'wilahu illa Allah, na hakuna anayejua ta'wili za aya za mutashabih isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kusudia hapa kuna ayatu sifat kwenye Qur'an Karim. Aya za sifat hazijulikani muradi wake, ikitaja sifa ya Allah yajulikana tarjama yake, lakini haijulikani muradi unakusudiwa nini, tafsiri yake haijulikani. Kisema yadullah, mkono wa Allah, bal yadahu mabsutatan, bali mikono ya Allah miwili imekunjuliwa. Mikono ya Allah ikoje? Muradi wa mkono wa Allah hatujui. Hii ni aya mutashabih, haijulikani maana, lakini kuna aya zilizokuwa wazi maana yake. Qul huwallahu ahad, Allah ni mmoja, hakuna sifahamu maana ya umoja. Wahada yuwahidu tauhida, hakuna sifahamu. Sasa jawabu lake mtu huyo ni hili, tutamsomea aya hii. Kikuletea aya yakinzana na aya iliyompa, mwambie kwanza Qur'an yote kateremsha Allah azza wa jalla, huwa alladhi anzala alayka alkitab, yeye ndo Allah kateremsha, na hiyo aya mimi sijui maana yake. Sasa wewe fayattabi'una ma tashabaha, ndo wewe jawabu lake kuntokea mbele yangu. Waqad sahha an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, na kuthibitisha kwamba kuondokea mbele yako kule kulikosihi kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, annahu qala, aliposema, idha ra'aytumul ladhina, ikiwa mtawaona wale ambao yattabi'una ma tashabaha minhu, wanafuatiliza zile aya zenye tashabuh zile, faulaika alladhina, hao ndio wale ambao samma Allah, aliyowaita Allah na kuwataja Allah, fahdharuhu, tahadharina. Tahadharina, lakini
ndoka na umbali. Kwa maana nikasema mwambie aondoke, tahadhari nao, kwa sababu utakayomwambia atakuletea aya nyingine itakuchanganya zaidi, tahamaki amekuvuruga kichwa, unakuja hapa unalia. Mwambie haya maneno yako, kama unataka kweli mazungumzo hayo mshike kozi tena. Mithalu dhalika, mfano wa hilo sasa, kuna mfano unakuja kama huo: idha qala laka ba'du al-mushrikin, ikiwa utasema baadhi ya washirikina kukwambia wewe, mimi namuomba huyu maiti yashakufa na hivi. Kwa hiyo namuomba kwa sababu Allah anasema, ala tambueni, inna awliya Allah, hakika wapenzi wa Allah, la khawfun alayhim wala hum yahzanun, hawana hofu juu yao wala hawana huzuni. Hawa watu wema bwana, mimi namtaka yeye anipelekee maombi kwa Allah tabaraka wa taala. Kisha nakwambia yeye, wa anna ash-shafa'ata haqqun, na uombezi ni haki. Anakuuliza wewe, uombezi upo? Unamwambia upo. Wa anna al-anbiya lahum jahun 'inda Allah, na manabii wana cheo mbele ya Allah tabaraka wa taala. Naam, ndio. Au dhakara kalaman lin-nabii sallallahu alayhi wasallam, au akataja huyo mtu wa batil maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam, ani hadithi, yastadillu bihi ala shay'in min batilihi, akitolea dalili juu ya kitu katika batili yake. Wa anta la tafham ma'na al-kalam, na wewe hufahamu maana ya kalam. Ndio kwanza wanafunzi mdogo hufahamu, akutajia maaya, aya hii pengine hujui muradi, Saadi kasemaje, Mkathiri hujui, wajua tu aya hii ipo basi, lakini hujui muradi wake. Au hadithi ya kusomea hujui kuisikia, na kama rawahu Muslim, sema Muslim sahihi itakuwa hujui. Fajawibhu biqawlik, mjibu mwambie, inna Allah, hakika Allah, dhakara fi kitabihi, ametaja kwenye kitabu chake, anna alladhina fi qulubihim zayghun, kwamba wale ambao ndani ya nyoyo zao kuna uovu, yatrukuna almuhkama, wanaacha aya za muhkam, wayattabi'una almutashabih, wanafuata aya za almutashabih, na wewe ni katika wao. Basi mimi sizungumzi na wewe, ondoka, sitaki kuzungumza na wewe, usilazimishe. Mjibu hivyo, kama huwezi mufassal, jawabu lake limetosha. Ndio waliposema kwamba ami mmoja anawashinda 1000, kwa maana hata akija wa pili mjibu hivyo, watatu, wanne, mpaka timu 1000, jawabu lao ndio hilo. Mwambie yote 1000 ni yote ni fi qulubikum zayghun, kwenye pembeni. Wama dhakartuhu laka, na ambao nimekutajia wewe, min anna Allah dhakara, kwamba Allah ametaja, anna almushrikina, kwamba washirikina yuqirruna birrububiyyah, wanakubali rububiyya. Mwambie washirikina wanakubali rububiyya. Wa anna kufrahum, na kufru yao, bita'alluqihim 'ala almalaika, yakufungamana na malaika, wal anbiya, awliya, ma'a qawlihim, pamoja na kauli yao, haula shufa'auna 'inda Allah, wanasema hawa ni waombezi wetu. Na umesema hawa ni waombezi wako wewe na Abu Jahal, baba mmoja mama mmoja. Hadha amrun muhkamun bayyin, jambo hili liko wazi, limebainishwa. La yaqdiru ahadun an yughayyira ma'na, hakuna yoyote atakayeweza kubadilisha maana. Wama dhakarta li, namwambia uliontajia wewe, ayyuhal mushrik, ewe mshirikina, mwite hivyo, ewe mshirikina, min alqur'ani, hiyo aya uliyoitoa, au kalami nabii sallallahu alaihi wasallam, la a'rifu ma'na, mimi sijui maana yake. Wewe umetaja hadithi, mimi sijui maana, walakin aqta'u, lakini nakata maneno, anna kalam Allah la yatanaqab, maneno ya Allah hayagongani, itakuwa wewe umeyagonganisha wewe, maneno ya Allah hayagongani. Wa anna kalam an-nabii sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu kalam Allah, na maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam hayakhalifu maneno ya Allah, wewe ndio umekhalifu. Umenipa maana au muradi au tafsiri sio. Wa hadha jawabun jayyidun sadid, jawabu nzuri tena nikupatia, wala usiogope, la tahzan wala wewe msikilize Aboroje, kisha mjibu hivyo basi, mwambie shika njia nda zako. Walakin la yafahamu illa man waffaqahu Allah, hili halifahamu isipokuwa aliyowafikishwa na Allah. Ndio tusikatuambishana na nje maskani pepete, sababu wote ni wajinga tu, hamna aliyemrefu katika wao. Fala tastahin bihi, usidharau hili. Fa innahu kama qala ta'ala,
wama yulaqaha illa alladhina sabaru, hata yabeba haya isipokuwa aliyekuwa na subra. Wama yulaqaha illa dhu hadhin adhim, hayabebi isipokuwa mwenye hadhi adhim. Wa amma aljawabu almufassal, ama jawabu mufassal, fa inna a'da Allahi lahum i'tiradatun kathiratun ala dini ar-rusul, hakika maadui wa Allah wana vizingiti vingi vya kumzuia mtu na dini ya mitume. Yasudduna biha an-nas an, wanawazuia watu, wana kigingi hichi, kizuizi hichi vingi, wana vizingiti. Na ndio maana mtu wa bid'a mkenda aya na aya akishakuwa na mshinda na katika usuli kwa usuli shachana katika lugha, yani yeye kila pahali ana vizingiti vingi. Sasa tutaambizana kwamba tusome yote, ila napokupeleka wewe unamwambia uko ulipotoka ndio uwanja si wa kwangu vizuri, wewe ingia ndio uwanja wangu. Sasa tuingie vizuri, twende sawa sawa. Kuna vizingiti vingi, usivyogope, tunavivunja vyote hivi. Minha, miongoni mwazo, qauluhum, wanasema hivi: nahnu la nushriku billah, sisi hatumshirikishi Allah, bal nashhadu, bal tunashuhudia kwa Allah, annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yanfa'u wa la yadurru illa Allah wahda, hakuna aliyeumba wala kuruzuku wala kunufaisha wala kudhuru isipokuwa Allah pekee yake, la sharika lahu, hana mshirika. Wa anna Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam, na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la yamliku li nafsihi naf'an wala darra, hamiliki manfaa wala madhara. Tazama maneno yake mazuri kabisa. Fadlan an Abdul Qadir, ikiwa mtume hanufaishi ya Abdul Qadir, hatuamini kama ana huyo Abdul Qadir anufaisha sisi, hatumuamini huyo Abdul Qadir. Anasema hivyo mtu bid'a au ghairihi au mwingine. Lakini ana mudhnibun, mimi na madhambi. Was-salihuna lahum jahun 'inda Allah, na watu wema wanacheo mbele ya Allah hawa. Wa atlubu min Allah bihim, mimi namtafuta Allah kupitia wao, ni wasail tu huo, namkusudia Allah. Fajawibuhu bima taqaddama, mjibu kwa aliotangulia. Wa huwa, mwambie anna alladhina qatalahum rasulullah, wale waliopigwa vita na mtume sallallahu alaihi wasallam, muqirruna bima dhakarta, walikiri kama ambalo umelisema wewe, hivyo walikiri. Wa muqirruna anna awthanahum, na walikiri kwamba hao wanaoabudia masanamu yao na wengine vyote, la tudabbiru shay'a, haviendeshi katika ulimwengu huu chochote. Wa inma aradu aljaha washafa'a, lakini wao walikusudia cheo na uombezi. Waqra alayhi ma dhakarahu Allah fi kitabihi wa waddihhu, usomee juu yake aliyotaja Allah kuwa husu wale, wala insa'altahum, yale wasomee na mwekee wazi. Fa in qala, kikwambia haula'i al-ayat, aya hizo nazalat fi man ya'budu al-asnama, ziliteremka kwa ajili ya kuabudia masanamu. Fakaifa taj'aluna as-salihina mithla al-asnam, vipi wewe unawajalia watu wema kama sanamu? Huko niko nakosea wewe. Am kaifa taj'aluna al-anbiya'a asnama, au vipi wewe unawajalia manabii kwa masanamu? Anakwambia mtu wa batili hivi, kana kwamba anakushtua hivi. Fajawibuhu bima taqaddam, mjibu aliyotangulia. Aliyotangulia ni ipi? Kwa nini watu waabudia masanamu? Hawaabudia Isa kule, hawaabudia malaika kule, walikuwepo, mjibu kule. Fa innahu idha aqarra, hakika yeye akikubali, anna al-kuffara, kwamba makafiri, yashhaduna birrububiyyah kulliha, wanashuhudia juu ya rububiyya yote. Wa annahum ma aradu, na kwamba wao hawakukusudia, mimman qasadu, kwa yule waliyemkusudia, illa shafa'a, isipokuwa uombezi. Walakin arada, lakini wao au huyo ametaka, an yufarriqa baina fi'lihi wa fi'lihim, kutofautisha baina kitendo chake na kitendo cha wale makafiri. Bima dhakara, kwa aliyotaja. Fadhkur, mtajie. Lahu, yeye, anna al-kuffara, kama makafiri, minhum, wapo miongoni mwao, man yad'u as-salihin wal asnam, walikuwa wakiwaomba wema na masanamu.
wa minhum man yad'u al-awliya, na wapo ambao walikuwa wakiabudia mawali, alladhina qala Allahu fihim, ambao Allah aliwasemea hawa, ulaika hao, alladhina yad'una, ambao mnawaomba, yabtaghuna, wao wenyewe wanatafuta, ila rabbihimul wasila, kwa Mola wao njia ya kuwakaribisha, ayyuhum aqrabu, nani atakuwa karibu zaidi na Allah. Huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mnayemuomba, yeye mwenyewe anakesha usiku kutafuta karibu kwa Allah tabaraka wa taala. Haya, wamuomba nini? ويدعون عيسى, na wanamuomba Isa ibn Maryama, wa ummuhu, na mama yake Maryam bint Imran. وقد قال تعالى ما المسيح ابن مريم, hakuwa huyu Masih ibn Maryama illa rasulun, isipokuwa ni mtume tu, qad khalat min qablihi ar-rusul, wamekwisha pita kabla yake mitume, wa ummuhu siddiqatun, na mama yake amelisadikisha hilo la utume wa Isa alayhi salam. Kana, walikuwa wote wawili Isa na mama yake, yaakulani at-ta'ama, wanakula chakula. Undhur kaifa nubayyinu lahumul ayat, ebu angalia, zingatia namna tunavyobainisha kwa wao aya. Thumma ndhur anna yufakun, kisha angalia namna wanavyokengeuka na kubadilika. Qul ata'buduna min dunillah, sema Muhammad, je, mnaabudia pasina Allah, ma la yamliku lakum darran wala naf'a, kile ambacho hakimiliki madhara ikiwa mtaacha kukiabudu, wala naf'a ikiwa mtakiabudu. Wallahu huwa as-sami'ul alim, Allah ni msikivu wa akhbari zenu na ni alimu wa hali zenu. Wadhkur lahu qawluhu ta'ala, hebu mtajie vile vile kauli ya Allah ta'ala, wa yawma yahshuruhum jami'a, na siku hiyo watakusanywa wote. Thumma yaqulu lil malaika, kisha Allah aseme kuwaambia wale malaika kiyama, watu wote wapo, Allah tawaambia malaika, ahaulai iyyakum kanu ya'budun, hawa ndio ambao walikuwa nyinyi wanawaabudia. Qalu, malaika wanajibu, subhanaka, utakasifu ni wako, anta waliyuna min dunihim, wewe msimamizi wetu sio wao, bal kanu ya'buduna aljinna aktharuhum bihi mu'minun, bali wengi walikuwa kiabudia majini yao, wengi katika hao hawakuwa na kuamini. Tauhidur rububiyya walikuwa wanaikubali hao, tauhidul uluhiyya wakikataa, ndio muradi wa aya. Wa qawluhu ta'ala, mtajie kauli ya Allah ta'ala, wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryama, pindi atakaposema Allah kumwambia Isa ibn Maryam, a anta qulta linnas, je, wewe Isa ulisema kuwaambia watu, ittakhidhuni, nifanyeni mimi, wa ummi, na mama yangu, ilahaini min dunillah, waabudu wawili pasina Allah. Qala subhanak, Isa alayhi salam waseme utakasifu ni wako, ma yakunu li, haliwi kwangu mimi, an aqula, kusema, ma laysa li bihaqi, kile ambacho si haki yangu, haki ya kuabudiwa si yangu. In kuntu qultuhu, ikiwa kweli nimelisema, faqad alimtahu, wa hakika wewe umelifahamu Allah hilo. Ta'lamu ma fi nafsi, unafahamu yaliyo katika nafsi yangu, wala a'lamu ma fi nafsika, wala mimi sijui yaliyo katika nafsi yako. Innaka anta allamul ghuyub, Allah ni mjuzi zaidi wa mambo ya ghaib. Hapa Allah anasema kuhusu ibada nani? Isa sana, Isa sana, innahu kana nabiyya, alikuwa nabii. Sasa wewe unaniambia kwamba aya hizo kwa ajili ya unaabudia masanamu, huyu nani sasa? Isa ni sanamu? Hapana. Faqul lahu, mwambie, a'rafta anna Allah kaffara man qasada al-asnam, je, umejua kwamba Allah amewakufurisha au amemkufurisha aliyekusudia kuabudia masanamu, wa kaffara aidan man qasada as-salihin, na amemkufurisha vile vile Allah aliyemkusudia mtu mwema au watu wema.
waqatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na aliwapiga vita mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa in qala, ikiwa atakwambia al-kuffaru yuriduna minhum, makafiri waliwakusudia wao, wa ana ashhadu anna Allah huwa an-nafi', na mimi nashuhudia kwamba Allah ndiye mwenye kunufaisha, ad-dar, mwenye kudhuru, wal al-mudabbiru, mwenye kuendesha mambo, la uridu illa min, simkusudi isipokuwa yeye, was-salihuna laysa lahum fil amri shay'un, na watu wema hawana lolote hawa, walakin aqsiduhum arju min Allah shafa'atahu, lakini huwakusudia wao nataraji kwa Allah uombezi, yani mimi nawaomba wao waniombee kwa Allah tabaraka wa taala. Fal jawabu mwambie anna hadha qawlul kuffari sawa'an bisawa, mwambie hii kauli ya makafiri sawa sawa. Waqra alayhi qawluhu ta'ala, msomee aya Allah, walladhina takhadhu min dunihi, na wale waliowafanya waungu pasina Allah, awliyaa, wapenzi, ma na'buduhum, walisema hatuwaabudi hawa illa liyuqarribuna ila Allah zulfa, isipokuwa watukaribishe kwa Allah kwa ukaribu. Kwa kauli yako na kauli yao ni sawa sawa. Wa qawluhu ta'ala, namsomee kauli ya Allah ta'ala, wa yaquluna haula'i shufa'auna 'inda Allah, na wanasema hawa ni waombezi wetu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumekomea hapo. Jawabu mufassal, yahitajia usome, yahitajia uhifadhi. Kuna moyo wako umepewa kwa ajili ya nini? Hifadhi, tadabbur wal hifdh, ujaze, na wala haujai wala haukamili kwa siku memory full, jaza. Kila jambo la dini ni hifadhi, jambo la dini ni hifadhi, itakusaidia baadaye. Sehemu umetanzike hivi, mtu anazungumza na kutia kinyama, wavuta memory, wamrejesha, wala usimkusudie yeye, sababu washamu kwa bahati, kwa kusudia wale anaowaambia, ili watoe pale wale watu wajue kuna kauli za kumsikiliza huyo au yule aliyemrejesha, ili wakufuate pembeni wale. Nawatakia juhudi njema katika hili, fanya juhudi sana, na muone kama kunahitajika elimu zaidi, waache ukesha katika status. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.